Akifa alim mmoja si sawa na kufa mtu wa kawaida. Wama kana hulku qaisin hulku wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddama, kama alivyosema mshairi. Kuanguka na kufa Qais sio kufa kwa mtu mmoja, isipokuwa kufa kwake ni bunyanu qaumin tahaddama, ni jengo la watu, jengo ambalo kwamba limeporomoka na limebomoka. Akifa mwanachuoni mmoja, angalia wamekufa wangapi nyuma yake. Ni wangapi waliokuwa wakifaidika kwa mawaidha yake? Ni wangapi waliokuwa wakifaidika kwa fatawa zake? Ni wangapi waliokuwa wakifaidika kwa irshadati zake na tarbia na malezi yake? Wote hao wamekosa yote hayo. Walakinahu bunyanu qaumin tahaddama. Na ndo maana Mtume akatwambia, mautu qabilatin aisaru min mauti alim, kufa kabila zima ni wepesi kwa Mwenyezi Mungu kuliko kufa mwanachuoni. Kufa alim ni kubwa zaidi kuliko kufa kabila zima. Naam, kabila zima ambalo kwamba halina ilmu, bora kufa kabila zima kuliko kufa alim, kwa sababu kwa kuhuika alim kunahuika kabail, kunahuika makabila, si moja wala mawili. Lakini ikiwa kabila zima halina mwanachuoni ndani yake, kufa kwake ni wepesi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kufa mwanachuoni. Kwa hivyo ni msiba mkubwa kuondokewa na maulama wa umma, ni msiba mkubwa ambao kwamba hauwezi kuzibika, ni pengo ambalo kwamba wameliwacha hili.